Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Mwakenya TV mahali popote ulipo, hujambo. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye nitakuwa na yachanganua moja kwa moja. Naomba tu kaweze kunifuatilia maana naleta hii kanda chini ya dakika 10. Rais William Ruto ameweza kuandamwa na chama cha ODM ambacho kinaongozwa na Raila Odinga akiwa Ikulu. Ni kipi hiki ambacho kimefanyika? Waswahili walisema ya kwamba usimwage mtama kwenye kuku wengi, lakini ODM imeamua kufichua siri zote. Na sasa naomba kuuliza swali ili ukaweze kunijibu kabla nianze kuchanganua moja kwa moja. Je, unaamini kuingia kwa Raila Odinga katika serikali ya Kenya Kwanza ya Rais William Ruto ni kuunganisha Wakenya? Je, unaamini Raila Odinga kuingia katika serikali ya Ruto ni kuunganisha Wakenya? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Naomba tu unapoendelea kutazama utupe like katika kanda hii, kisha baadaye ikiwa wewe ni mgeni ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Mwakenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribe, na kando yake kuna kengele. Bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mwakenya TV. Sambaza hii kanda kwa moja ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp, na karibu tuzidi kusonga mbele pamoja. Mbunge wa eneo bunge wakilishi la Saboti Caleb Amisi ambaye aliweza kuchaguliwa na chama cha ODM na ni mwandani wa Raila Odinga ameweza kufichua siri kwa kile ambacho kinaendelea kati ya chama cha ODM na UDA, chama ambacho kiliweza kuunda serikali iliyoko mamlakani sasa hivi. Ikumbukwe kwamba siku ya Jumatano Rais William Ruto aliweza kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri. Ndio tukashuhudia wageni wakiingizwa kule katika serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Hana Cheptumo aliweza kuchaguliwa kuwa waziri ama kuteuliwa kuwa waziri katika wizara ya jinsia, na Geoffrey Ruku akichaguliwa kuwa waziri wa utumishi wa umma. Aden Duale yeye amekuwa waziri alihamishwa tu, na Deborah Barasa wakabadilishana wizara. Lakini sasa Caleb Amisi ameandika katika mtandao wake wa Twitter hivi, ukipenda X, anasema hivi: Where are ODM nominees? I thought it was 50-50. Yani anauliza walioteuliwa kupitia chama cha ODM wako wapi? Mimi nilikuwa nafikiria hii kitu kilikuwa katikati 50-50. Now, I want to put this into perspective so that we can understand why Caleb Amisi decided to post on X account by questioning Ruto on new nominations he did on Wednesday. Kile ambacho aliandika katika mtandao wa X kinamaanisha nini? Number 1, ODM is demanding more positions in the government. Yani chama cha ODM kinaendelea kuhitaji nafasi nyingi serikalini. Tuliona Raila Odinga na kiongozi wa taifa William Ruto wakisema wameungana pamoja ili kuunganisha Wakenya. Lakini kupitia kile ambacho Caleb Amisi amezungumza kupitia mtandao wake wa X, inamaanisha ilikuwa 50-50, kumaanisha serikali hii ilikuwa serikali ya mseto, ikiwa niko na mawaziri 10, huyu mwingine awe na mawaziri 10. Vile Raila Odinga aliweza kufanya katika uongozi wa the late Mwai Kibaki, wakati Mwai Kibaki aliweza kutangazwa kuwa mshindi katika kiti cha urais mwaka 2007. Sasa hii ni siri kubwa, kumaanisha kwamba kuingia kwa Raila Odinga katika makubaliano kufanya kazi ama kushirikiana pamoja na kiongozi ambaye yuko mamlakani Rais William Ruto ilikuwa conditional. Yani kulikuweko na makubaliano kwamba nikiingia nitapata hii, nikiingia nitapata hii. Ndio maana tumeanza kushuhudia mabadiliko yakiendelea. Baraza la mawaziri
ODM wako pale, PS watu wa ODM wako pale, lakini kile ambacho siku ya Jumatano kilifanywa mabadiliko katika baraza la mawaziri, ODM ilikuwa inahitaji nafasi nyingine katika serikali ya Rais William Ruto. Number 2, Caleb Hamisi anamaanisha nini anapoandika katika mtandao wake wa X? Number 2, ODM might exit the so-called broad-based government soon if at all makubaliano yale ambayo waliweza kukubaliana watajiondoa tu ikiwa hayawezi kuafikiwa. Ndio maana tumeona hata Raila Odinga akisema yeye mwenyewe kwamba mimi am not part of the government. Sasa they are contradicting themselves. Raila anasema hayuko kwa serikali, tunaona watu wake wako serikalini. Tunaona Caleb Hamisi akiuliza tuliagree ama tunafikiri ni 50-50. Sasa wanaendelea kutuchanganya ama kuchanganya wanasiasa, kuchanganya wa Kenya, kuchanganya wapiga kura ili kutoelewa ni kipi ambacho kinaendelea. But do you trust Raila Odinga's sentiment? Kwa sababu wakati alikuwa katika mazishi akule Tharaka Nithi aliweza kusema ya kwamba kuingia kwake serikalini sio kufanya kazi ila tu kutoa usaidizi na hajaingia katika serikali. Kumaanisha kuna siri hapa inaendelea. Huenda Raila Odinga ako serikalini kwa muda huu mfupi tu, lakini baadaye atajingoa ama atajiondoa na kuruka upande huu mwingine. Siasa ziko na mabadiliko makubwa. Let's wait and see what will happen before 2027 general elections. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo kuleta uchanganuzi wa siasa. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Ikiwa unatazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu Yomo Kenya TV, kuna kitufe hapa chini unapotazama kimeandikwa subscribe. Lakini kama kimeandikwa subscribed, you are already subscribed. Lakini kama kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapozikuwa katika mtandao huu wa Yomo Kenya TV. Sambaza hii kanda kwa group moja ama mbili katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi zaidi. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye, na please usisahau kutupea a like, ladies and gentlemen. Barikiwa sana, tukutane hapo baadaye. Kwaheri.